Sasa hivi watu wengi sana hawana mapenzi, watu wengi sana wana matamanio. Sawa. Kinachowasumbua watu ni matamanio tu. Watu wengi wanaoana kwa sababu ya kutamaniana, sio kupendana. Na chochote unachokitamani hiki kina mwisho wake katika kutamani kwako. Kwa sababu wewe utakuwa unatamani kunywa Coca-Cola. Ukisha kunywa tu ile soda, mtu akikuletea soda nyingine uitaki. Ndio kweli. Sababu ushamaliza kiu yako. Sasa sisi tunatamaniana katika kuoana kwetu, badala ya kuoana katika misingi ya kidini, katika misingi ya kimila na desturi, tunaoana kwa sababu ya matamanio. Mtu anaangalia kwenye TikTok, mtu anaangalia kwenye Instagram, mtu anaangalia kwenye Facebook, mtu anaangalia kwenye hivi, yani anamtafuta mwanamke katika njia za kumwangalia, na mwanamke naye anamwangalia utamuuliza mwanamke, wewe na yule bwana amekuoa, wamjua yule? Asimjui. Kilichokuvutia handsome. Sasa handsome wake utaliwa. Hapana. Au ukimuuliza mwanamume, nimambie yule mwanamke kitu gani kimekufanya wewe ukamuoa yule mwanamke? Atakwambia mashallah ni mzuri yule mwanamke ninayetaka kumuoa, wacha toli kasimama. Watu wa mjini wanaita, lakini wamesahau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kishaeleza, waman nu'ammiru nunakisu fi khalqi. Mtu kila anavyopewa umri, kila mtu anavyokuwa anabadilika katika maumbile yake. Ulimuoa kwa sababu ya sifa fulani, zitapotea. Huyu utamzalisha, huyu atanyonyesha, huyu atakuwa na watoto, hatokuwa yule yule. Hali kadhalika huyu mwanamume hatobaki na uhandsome wake. Sasa badala ya watu kuchaguana katika misingi ya kidini, watu wanachaguana katika njia za kutamaniana. Sawa sawa. Hili ndio jambo la kwanza ambalo, ikiwa tunataka ndoa zetu katika mwanzo wa ndoa mpaka mwisho wa ndoa tuwe salama, ni lazima tubadilishe mfumo wa kuchaguana na turudi kule kwenye asili tulikotoka. Usiache kutufata kwenye mitandao ya kijamii Africa TV2, Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Africa TV2, mwongozo wa maisha.